Mpendwa mtazamaji wa channel yetu ya Yosh TV, karibu tena katika channel yetu hii ambayo lengo kubwa ni kumfunua Mungu kupitia neno lake. Siku ya leo tena Mungu atupa neema kujifunza kitabu cha Injili ya Yohana kutoka sura ya kwanza. Somo lililopita tulishia Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari 12. Biblia inasema bali wote waliompokea aliwapa uweza kufanyika wana wa Mungu, hao ndio waliaminio jina lake. Leo tutaangalia mstari wa 13. Biblia inasema waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Tutaanza kwanza kuona hii waliozaliwa si kwa damu inamaanisha nini, au Biblia inamaanisha nini, au mwandishi alimaanisha nini kusema hivyo kwamba wale watu waliozaliwa na kupewa uwezo kuwa wana wa Mungu hawakuzaliwa kwa damu. Ili uweze kufahamu hiyo, lazima urudi kwenye Agano la Kale tuone jinsi gani mahusiano ya Mungu na mwanadamu yalikuwepo, na hasa baada ya anguko, jinsi gani ambavyo Mungu alikuwa anatengeneza ibada au mahusiano na mwanadamu. Tukumbuke kwamba Mungu amejaa rehema, Mungu amejaa msamaha. Hata baada ya mwanadamu kukosea, bado alitengeneza njia ya kuweza kumsamehe na kuweza kumrudi. Ndio maana Daudi anaandika maneno haya kwamba kwenye Zaburi 130 mstari wa 4, Biblia inasema lakini kwako kuna msamaha ili wewe uogopwe. Kwa hiyo Mungu alitengeneza njia ya kutengeneza msamaha ili aogopwe, ili aheshimiwe, ili baada abakie kuwa Mungu, bado abakie kuwa Baba. Lakini mwanadamu bado aliendelea kutenda dhambi, aliendelea kukosea. Hata Mungu pia akatengeneza njia ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo ya mahusiano. Tutaona kidogo kitabu cha Ezekieli 43 mstari wa 18, ambapo hiyo Agano la Kale tumeona mara nyingi ilitumika hiyo aina ya marekebisho au ya upatanisho mwanadamu anapokosea. Na Mungu kwa sababu ndo aliumba mbingu na nchi na muumba mwanadamu, bado alikuwa anatamani mwanadamu amrejee, mwanadamu aweze kumrudia. Hivyo akatengeneza mfumo au njia ya kuweza kuua mnyama na kumwaga damu yake na kutengeneza hatua mbalimbali kwa ajili ya kuweza kumrudisha mwanadamu aliyepotea ili aweze kuwa na mahusiano na Mungu. Lakini leo tunasema mstari wetu ambao tunaufuatilia, tunausoma, Mungu wote waliompokea aliwapa uweza kuwa wana wa Mungu, si waliozaliwa kwa damu wala mapenzi ya mtu bali katika yeye. Sasa tuone kidogo kitabu cha Ezekieli hiki 43:18 inamaanisha nini hii kwamba waliozaliwa kwa damu. Mistari ni mingi, lakini taruka baadhi ya mistari na wengine tutasoma kwa ufupi ili tuelewe picha zaidi inamaanisha nini Biblia inavyosema waliozaliwa si kwa damu. Ezekieli 43:18 Biblia inasema kisha akamwambia mwanadamu, Bwana Mungu asema hivi, hizi ndizo sheria za madhabahu katika siku ile watakapoifanya, ili watoe sadaka za kuteketezwa juu yake na kunyunyiziwa damu juu yake. Utawapa makuhani Walawi walio na uzao wa Sadoki walio karibu nami ili kunihudumia, asema Bwana Mungu, ng'ombe dume mchanga awe sadaka ya dhambi. Nawe utatwaa baadhi ya damu yake ili kuitia juu ya pembe zake 4 na juu ncha 4 za daraja na juu ya pambizo zake pande zote, ndivyo utakavyo itakasa na kufanyia upatanisho. Tunaona hapo jinsi ambavyo Mungu anampa maagizo Ezekiel jinsi ya kufanya upatanisho. Anasema lazima damu imwagike, lazima mnyama afe. Ukiendelea pale chini, utatwaa ng'ombe dume kwa ajili ya sadaka, utatwaa mabeberu wakamilifu, utatwaa mang'ombe tena madume, utatwaa ng'ombe ndama. Mpaka mstari 25, kwa muda wa siku 7 utaandaa mbuzi kila siku wawe sadaka ya dhambi. Pia kuandaa ng'ombe dume mchanga na kondoo dume wa kundini wakamilifu. Mstari 26, kwa muda wa siku 7 wataifanyia madhabahu ya upatanisho na kuitakasa, ndivyo watakavyoiweka wakfu. Nao
watakapozitimiza siku hizo itakuwa siku 8, na baadaye makuhani watatoa sadaka zenu juu ya madhabahu. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha ilibidi lazima damu imwagike ili kufanya upatanisho kati ya mtu na Mungu. Bila damu kumwagika, bado mwanadamu alikuwa anaonekana na hatia, ana dhambi, na sehemu nyingine Mungu alikuwa anawaadhibu na kuwapiga na kuwaua pale pale. Kwa hiyo maisha mwanadamu yalikuwa ni kuanguka na kurudi, kushindwa na kufanyikiwa muda fulani. Lakini Mungu alionyesha bado huruma zake tangu Agano la Kale. Ndio maana Daudi alikuwa na ujasiri kuandika maneno haya, Zaburi 32 mstari wa kwanza: heri aliyesamehewa dhambi zake na kustiriwa makosa yake. Heri Bwana asiyemhesabia hatia, ambayo rohoni mwake hamna hila. Kwa hiyo Mungu alikuwa na mpango mzuri wa kumsamehe na kumrejesha, lakini haikuwa rahisi mchakato wake wa kusamehewa mwanadamu. Tumeona hapa mabeberu lazima watoke, mbuzi, ng'ombe dume, ng'ombe mchanga, wote lazima waingizwe kwenye mchakato kuna kulingana na dhambi ya mwanadamu uliofanya. Sasa hapa Biblia inasema wale wote waliopokea amewapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Hao ndio wale aminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu. Inamaanisha hakuna damu ya mnyama yote ambayo iliweza kumsafisha na kumpatanisha na kumnunua mwanadamu apate uthamani wa kuitwa mwana wa Mungu. Kumbuka, Mungu ni mtakatifu, na kama mwana wa Mungu lazima awe mtakatifu, awe msafi, awe ambaye hana mawaa, ili kuleta ushirika kati ya Mungu na mwanadamu, kuleta ibada, kuleta mahusiano kama baba alivyo na mahusiano na mwana. Hivyo hivyo mahusiano hayo yalitenganishwa kwa sababu ya dhambi. Hivyo damu ya wanyama ilimwagika, lakini hapa anasema Yesu ametununua, Mungu ametununua, ametufanya wanawake, sio kwa damu yoyote. Anaendelea, wala sio mapenzi ya mwili wala mapenzi ya mtu. Kitabu cha Efeso 1:5 anasema, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, kulingana na radhi ya mapenzi yake. Biblia Kiingereza inasema his pleasure. Radhi, yani ameturidhia mapenzi yake, matakwa yake, his willing. Ameamua mwenyewe kutuchagua bila kutoa dhabihu yoyote, bila kutoa wanyama wote, bila kutoa mambo gani, bila kupeleka kuhani fulani kwa ajili ya kutupatanisha. Mwenyewe ameamua kutupenda na akatupa nafasi ya kuwa wanawake. Kitabu cha Galatia 4 Biblia inasema, lakini ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe, ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao walio chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Mstari wa 6, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma roho wake wa mwanawe mioyoni mwetu, aliye Aba, yani baba. Kama hivyo wewe si mtumwa tena, mwana, na kama mwana basi mrithi wa Mungu. Mungu ametupa nafasi kubwa ya kuwa wana, kuwa warithi. Na anasema hivi Galatia, sheria hiyo hiyo ambayo ilitumika kwamba zamani ilibidi lazima damu imwagwe, lazima dhabihu itolewe, sheria hiyo Mungu anaruhusu kwa kutaka kwake mwenyewe, kwa kupenda kwake mwenyewe, pleasure yake mwenyewe, ye mwenyewe kutupenda bila thamani, bila sisi kutoa thamani yoyote, kutoa kitu chochote. Ameamua mwenyewe kutupenda, na baada ya kutupenda, sheria iliyotumia ni ile ile, lazima damu imwagike, ambayo hiyo damu si ya mwanadamu, si ya mapenzi ya mtu, bali ya mwanae mwenyewe, kusudi atukomboe chini ya sheria ya dhambi. Sasa Mungu anakuja kutufanya wanae bila kumwaga damu ya mnyama yoyote, si kwa damu ya kiumbe chochote, bali anamtoa mwana wake mwenyewe ili kuwafidia na upatanisho wa maisha yetu. Lakini hakuna mapenzi ya mwili, hakuna kikao cha wanadamu ambao wamekaa
na kufanya shauri kwamba tunataka kukombolewa au kufanya application kwamba sisi tuwe wana wa Mungu, sisi tuitwe wana wa Mungu. Kitabu cha Tito 3:3 Biblia inasema, maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili hatuna akili kabisa, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husuda, tukichukizana na kuchukiana. Lakini wema wake Mungu Mwokozi wetu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema zake, na kwa kuoshwa na kuzaliwa kwa mara ya pili, na kwa kufanywa upya na Roho Mtakatifu, ambaye alitugawia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu, ili tuhesabiwe haki kwa neema yake, tupate kufanya warithi wa uzima wa milele, kama ilivyo tumaini letu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa napata pointi nyingine kwamba Bwana Mungu alivutwa na upendo wake mwenyewe kwetu sisi. Mungu ndo alivutiwa na sisi tukiwa wa dhambi, tukiwa tunanuka, tukiwa hatuna akili, tukiwa na malo mabaya, tunachukizana, tunauana, tunadanganyana, tuwahasi. Hakuna mwenye haki hata mmoja ambaye alikuwa anaweza kufanya shauri na Mungu kwamba Mungu njoo, Mungu nina haki kuja mbele zako. Yeye asema wote tumepotoka, lakini kwa sababu ya rehema zake, kwa sababu Yesu mwenyewe alitupenda, Mungu akaona basi nimtoe mwanangu wa pekee kwa ajili ya wanadamu waliopotea. Rehema zake zikawa nyingi kwetu, akatuosha na akatuzalia, na tukafanya kuzaliwa mara ya pili, tukafanywa upya katika roho zetu. Hakuna kikao chochote kilichofanyika. Ndio maana Biblia inasema si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili, wala si mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu mwenyewe. Mwenyewe Mungu alivutiwa na upendo lake. Kwa pendo lake akavutiwa na sisi tukiwa kwenye dhambi, akamtoa mwanawe wa pekee kwa ajili ya maisha yetu. Mpendwa mtazamaji wa channel yetu ya Osh TV, ni habari hii ambayo nasema bado Mungu amejaa huruma, amejaa msamaha, anakupenda jinsi ulivyo. Hakuna damu, hakuna thamani, hakuna jambo lolote tunaweza kulitoa kwa ajili ya kufanywa kuwa mwana wa Mungu. Haki imetolewa bure, ni rehema na upendo lake. Mungu mwenyewe ametupatanisha, ni kwa uweza wake mwenyewe Bwana amenatuona tunastahili kuwa wanawake. Jambo la tatu waweza kujiuliza, ninawezaje sasa kufanywa mwana wa Mungu? Ninawezaje kufikia haya mapenzi ya Mungu ambaye anasema si kwa mapenzi ya mwanadamu bali ni kwa Mungu mwenyewe? Hili jambo linawezekanaje kufanywa kuwa mwana wake Yesu Kristo? Inawezekanaje? Nataka nikupe mchakato huu. Haufanyiki kwa mwili kama vile ambavyo mtu ukitaka kwa muadapt au kumfanya mtoto ambaye sio wa kwako, inabidi upitie katika hatua mbalimbali za kisheria na kuweza kumuadapt kuwa mtoto wako. Lakini jambo hili linafanyika kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hili jambo la kiroho, kama Nikodemu alivyokutana na Yesu akamwambia katika Yohana 3:7, usistaajabu kwa kuwa nakwambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma uendako na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika hali ya kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Sasa hapa anamalizia kwa kusema kwamba waliozaliwa si kwa mwili wala si kwa damu wala mapenzi ya mtu, bali ni kwa Mungu. Hili jambo, mchakato huu ni wa kiroho.
Huwezi kuona kama upepo unavyotoka mashariki kwenda magharibi, kaskazini kwenda kusini. Huwezi kuona upepo unatokea wapi. Lakini ni jambo la kiroho ambao naamua kwamba niko tayari, nataka ili badiliko, nimpokee Yesu, nifanyike mwana wa Mungu leo. Na unaposema nataka nifanyike kuwa mwana wa Mungu leo, mchakato huu unaanzia pale pale rohoni. Ile dhabihu ambayo Yesu Kristo ameitoa msalabani, ukaamini kwamba ni kweli, mbegu hiyo inaingia ndani yako, inaanza kuzalisha kitu kipya. Upendo wa Mungu ambao umemwagika pale msalabani, umetuchagua sisi sote tungali wenye dhambi, unaanza kuingia ndani yako. Na huo upendo wa Mungu unaoingia ndani yako haubaki hivyo hivyo, unakusafisha, unaanza kukutakasa. Na kwa nini kutakasa? Kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Ili uweze kupata haki ya kuwa mwana wa Mungu, lazima utakasike, uoshwe, ufanye kuwa mwana. Kama yule mwana mpotevu ambaye alipoteza nafasi ya kuwa mwana, alivyofika kwa baba yake akasafishwa, akaoshwa, akapewa vazi jipya, akasema karibu mwanangu. Hasa hilo Mungu Yesu mwenyewe alitumia huo mfano, lakini akionyesha mambo haya ni ya kiroho. Hivyo hivyo Mungu anakuvalisha vazi jipya, anakutakasa kwa damu yake Yesu Kristo. Mapenzi yake yanaingia ndani mwako, unaanza kuwa kiumbe kipya, unaanza kujisikia uwepesi, unaanza kujisikia hamu ya kumpenda Mungu, unaanza kusikia hamu ya kupenda jambo jipya. Kumbe hapo tu tayari unazaliwa upya, kitu kinaanza kuzaliwa kipya ndani mwako. Kidogo kidogo unaanza kukua, unaanza kuongezeka, unaanza kupenda mambo ya Mungu. Hapo ndipo nasema hakika ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Na hapo ndio papo unaungana na Zaburi kusema heri aliyesamehewa dhambi zake na kusitiriwa makosa yake. Sasa huo Yesu Kristo kwa damu yake anakusafisha. Na hapo nakuwa sasa umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Mungu mwenyewe anakuhesabia haki. Hakuiti tena mtumwa wa dhambi, hakuiti tena mtumwa wa shetani, anakuita mwana wa Mungu. Ndio maana Efeso akasema kwa kuwa alitangulia kutuchagua. Yeye ndo ameshakuchagua na kuita leo. Fanya maamuzi hayo. Ameshakuridhia jinsi ulivyo. Hauhitaji kutoa jambo lolote. Fanya maamuzi kumfuata Yesu. Fanya maamuzi kuja kwa Yesu. Fanya maamuzi kusema Yesu nakuhitaji. Yeye amesha kuchagua, amesha kupenda. Kazi yako moja tu, kumpa maisha yako, akusaidie afanyike Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kumalizia, mpendwa mtazamaji, kama unataka kufanya shauri hilo na kumpokea Yesu Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, hapo ulipo inawezekana. Hili kusudi la Mungu, upendo wa Mungu ambao nimesema umemiminika ndani yako, amekuchagua, amekuridhia jinsi ulivyo, ukaingia ndani mwako. Kama uko tayari, unaomba unifuatishe maneno haya na sala hii ingie ndani yako, na Mungu atakufanya mwana wake kuanzia muda huu hapo ulipo. Kama uko tayari, fuatisha maneno haya. Sema, asante Yesu kwa pendo lako. Umenichagua jinsi nilivyo. Ningali mwenye dhambi, uliniona ninafaa. Siku ya leo Yesu, nakuja mbele zako. Unifanye mwanao tena. Unioshe kwa damu yako. Unifute kwenye kitabu cha hukumu. Uniandike kwenye kitabu cha uzima. Tangu leo nifanye mwana wako. Nakataa kazi zote za shetani. Nakataa uharibifu wote wa giza. Tangu leo nimeokoka, nimefanyika mwana wako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaamini kwamba wewe ni Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen.